Awali katika kesi hiyo ya jinai namba 6799 mkwaju 2025 ilikuwa itolewe hukumu Mei 29, 2025, lakini iliahirishwa kutokana na jaji kupata udhuru, hivyo kuahirisha hadi Juni 3, 2026, ambapo jamhuri imewakilishwa na wakili Agustino Magesa na mshtakiwa Barnaba Mtewele amewakilishwa na wakili wa kujitegemea Joyce Kasebwa. Akitoa hukumu hiyo iliyodumu kwa muda wa saa 2, jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya, Mheshimiwa Joakim Chiazi Tiganga amemtia hatihani Barnaba Daudi Mtewele kwa makosa matatu: mawili ya mauaji ya Mwalimu Harriet Lupembe na Yvonne Tatizo, pia kumjeruhi Daudi Barnaba Mtewele ambaye ndiye mtoto wake na alilazwa hospitali ya wilaya ya Chunya na kuhamishiwa hospitali ya rufaa Kanda ya Mbeya na kisha Benjamin Mkapa. Akisoma hukumu hiyo, Jaji Tiganga amesema kwa upande wa jamhuri ulikuwa na mashahidi 8 pamoja na vielelezo mbalimbali, na upande wa utetezi ulikuwa na mashahidi 4 na kielelezo kimoja. Mahakama ilielezwa kuwa Barnaba Mtewele alizaa na Mwalimu Harriet Lupembe mtoto Daudi Barnaba mwenye umri wa miaka 7, aliyetoa ushahidi wake ambaye alieleza mahakama kuwa mara kadhaa baba yake alikuwa akija mara kwa mara na kula pamoja, na wakati mwingine kuingia chumbani, na siku ya tukio anachokumbuka baba yake alimpiga mama yake na dada kwa sululu, kisha naye alimpiga na sululu. Aidha, shahidi baada ya kupigwa na sululu alipoteza fahamu na kuvuja damu nyingi, ambapo baada ya siku kadhaa kupita alipata fahamu, ndipo alipoeleza kuwa mhusika wa matukio yote hayo ni baba yake mzazi. Licha ya kuulizwa na mawakili wa utetezi, bado alieleza hivyo hivyo. Shahidi mwingine ni ndugu wa marehemu Harriet aliyeiambia mahakama kuwa Daudi akiwa hospitali alimwambia kuwa baba yake ndiye aliyempiga na sululu mama yake na dada yake pia. Katika ushahidi mwingine, daktari aliyeifanyia uchunguzi miili hiyo aliiambia mahakama kuwa vifo vimesababishwa na mvujo wa damu nyingi. Pia askari wa upelelezi wilaya alitoa ushahidi ambapo alisema alipokea taarifa kutoka kwa barozi baada ya kumtafuta kwa simu na kwenda kwake, milango yote ilikuwa imefungwa kwa ndani, ndipo walipovunja walikuta miili ina majeraha na damu zikiwa zimetapakaa, na polisi walipofika walikuta eneo la tukio kuna sululu na miili miwili ilithibitishwa kuwa ni ya Harriet, Yvonne na mtoto Daudi ambaye alikuwa amepoteza fahamu. Ushahidi mwingine uliotolewa ni pamoja na daktari aliyemtibu Daudi Barnaba alidai kuwa Daudi alijeruhiwa katika fuvu la kichwa na kuvuja damu nyingi, hali iliyosababisha kupoteza fahamu. Upande wa utetezi, mshtakiwa alileta mashahidi 4 na kielelezo kimoja ambacho ni cheti cha ubatizo, kwani mshtakiwa alidai siku ya tukio hakwenda nyumbani kwa marehemu Harriet, badala yake alikuwa ibadani kanisa la Anglican Chunya alikosimamia ubatizo, naye kurejea nyumbani, ingawa ushahidi wake haukuthibitishwa na mkewe kuwa siku hiyo alirejea nyumbani au la. Baada ya kusikiliza pande zote mbili, wakili wa serikali Agustino Magesa aliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa kwa mujibu wa sheria, ambapo wakili wa utetezi akaiomba mahakama kuona namna ya kutoa adhabu kwa mtuhumiwa ni kosa lake la kwanza. Jaji alihitimisha shauri hilo kwa kumhukumu Barnaba Mtewele kunyongwa hadi kufa baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumuua marehemu Harriet Lupembe na Yvonne Tatizo, pia kifungo cha miaka 10 kwa kumjeruhi Daudi Barnaba. Rufaa iko wazi kwa upande wa bwana Barnaba kama hajaridhishwa na uamuzi uliotolewa. Na nje ya mahakama, wakili wa serikali Agustino Magesa na Geoffrey Kibasa wameridhishwa na hukumu iliyotolewa. Katika Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya, Barnaba Daudi Mtewele, huyu ni mtuhumiwa mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa Chunya, alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa matatu. La kwanza ilikuwa ni kuua, ambapo aliua watu wawili aliyotenda dhidi ya aliyekuwa mzazi mwenzake aitwaye Harriet Lupembe mwenye umri wa miaka 37 na aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi Mbugani, na pia alimuua mtu mwingine ambaye anaitwa Yvonne Tatizo mwenye umri wa miaka 15. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isenyera. Lakini pia alijaribu kumuua mtoto wake aitwaye Harris Barnaba Mtewele
aliyekuwa na umri wa miaka 5 akiwa ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Ken Gold. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya, Mheshimiwa Joachim Charles Tiganga, Juni 3 mwaka 2026. Kabla ya hukumu hiyo, ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda makosa hayo Machi 31 mwaka 2024 majira ya 2:30 za usiku huko katika kijiji cha Kiwanja, kata ya Mbugani, wilaya ya Chunya, katika mkoa huu wa Mbeya. Na alifanya hivyo baada ya kuingia ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi mzazi mwenzie Harriet Lupembe na mtoto Yvonne Tatizo na mtoto mwingine ambaye ni Haris Barnaba, kisha kuwapiga kwa kitu butu kichwani na kusababisha kupoteza maisha, huku mtoto Haris Barnaba mwenye umri wa miaka 5 huyu alijeruhiwa kichwani. Na kisha baada ya kufanya kitendo hicho, huyu mtumiwa aliwafungia ndani kwa nje na kisha akaondoka na funguo za mlango. Kutokana na umahiri wa askari wapelelezi wa makosa haya ya mauaji, waliweza kumkamata na akafikishwa mahakamani. Na hayo niliyosema ndio hukumu iliyotolewa baada ya waendesha wa mashtaka wa serikali ambao ni wakili Rajabu Msemwa, wakili George Seni na wakili Dominic Mushi ambao waliweza kuendesha hiyo kesi. Kwa hiyo wakiwa mahakamani hapo, waliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo kwa watu wengine wenye tabia kama hizi, ili kukomesha vitendo vya mauaji na ukatili kwa watoto au kwa watu katika jamii ambazo tunaziishi.